kuna haja ya kukutana. Ndio, kuna haja ya kukutana kwa sababu ni kama mambo hayaendi katika mtazamo wa mwili. Ni kama mambo yamesimama, lakini pia hata kama yanakwenda katika ulimwengu wa roho, kuna shida inaonekana. Ni kwamba kuna mkanganyiko, kuna watu wasioelewa kwamba mambo yanaenda, kuna watu wasioamini kwamba yanaenda. Kwa hiyo wengine wanataka kuchagua njia nyingine, kwenda katika mwili. Na kwenda katika mwili maana yake ni kuruhusu kushindwa, lakini ni kuruhusu ulimwengu wa roho usitende kazi. Kwa hiyo mambo hayawezi kutokea. Kwa hiyo nini ambacho ningekishauri au nini ambacho ningekiona ni kwamba kuna haja ya kukutana. Kisha kutana na kuna haja ya kukutana na kujadili upya kwamba ni nini hasa tulikuwa tukikiomba, ni nini hasa tulikuwa tukikitaka kwamba Mungu afanye, kwa sababu inaona kuna mkanganyiko. Kwa hiyo wakati mwingine hata yale yanayopelekwa mbele kumekuwa na mkanganyiko, kwa sababu malaika ni kama wamesimama sasa, hawapeleki jambo lolote, kwa sababu wale wanaotakiwa kuleta hoja ni kama kumetokea kutokuelewana, japo wanasimama kama wamoja. Mungu atusaidie sana sana sana, tufikie katika umoja wa roho ili tuweze kuvipiga vita vyema vya roho, lakini kutumia dirisha lililoko kinabii, maana ni dirisha la watu wa Mungu kusimama ili kuipeleka injili mbali zaidi. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hiki ambacho nimekiweka mbele yako leo. Amen.